Ehe. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Ambao wanaibadili neema ya Mungu wetu kuwa nini? Ufisadi. Nao mkana nani? Yeye aliye peke yake Mola. Mkana yeye aliye peke yake Mola. Sasa katika historia kuna watu walijiingiza kwa nini? Kwa siri. Na kisi kwamba wanakuwa si Wakristo, wanakuwa ni Wakristo, yani ndugu, lakini wanakuwa ni Wakristo wa nini? Wa uongo katika kanisa. Kwa nini nasema hivyo? Kitabu kile cha Wagalatia 2 mstari wa 4. Msomaji nisomee. Wagalatia ndio 2:4. Anasema, inasemaje? Bali kwa ajili ya ndugu za uongo, walioingizwa kwa siri. Ambao wameingizwa kwa nini? Kwa siri. Ambao waliingia kwa siri ili kupeleleza uhuru wetu. Ambao waliingia kwa siri ili kupeleleza uhuru wetu tulionao katika Kristo Yesu. Ili watutie utumwani. Ili wafanyeje? Watutie utumwani. Kwa hawa ndugu wa uongo ni ndugu. Zingatia nani? Si Yesu asema nyinyi ndugu. Ile wanakuja ndugu wa nini? Wanajiingiza kwa nini? Hawasemi kwamba wao ni mafisadi. Wanasema na wao ni ndugu wa Kristo. Lakini lengo ni moja. Wanaingia ili watutie nini? Utumwani. Kuwa watumwa wao. Na kuna njia mbili za utumwa. Haiza kwa njia ya haki ama kwa njia nini? Kwa njia yasiyo nini? Hata sisi kwa upande mwingine ingawa ni wana, lakini kwa upande mwingine pia ni watumwa katika Kristo. Tuko pamoja mpaka hapo? 17:10 Luka, nisomee. Luka 17:10. Ndio. Anasema hivi. Anasemaje? Vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kuyafanya yote mlioagizwa, semeni, sisi tu watumwa wasio na faida. Sisi tu nani? Watumwa wasiokuwa na nini? Na faida. Endelea. Tumefanya tu yale yaliyotupasa kufanya. Tumefanya yale tu yaliyopasa kufanyaje? Kufanya. Huo ni upande wa utumwa katika Kristo. Maana mtume Paulo anaandika, mimi ni mtume na mtumwa wa nani? Hebu nipe Yakobo 1:1 tuone. Tito 1:1 tuone. 1:1. Paulo mtumwa wa Mungu. Paulo mtumwa wa nani? Wa Mungu. Kumbe kwa upande mwingine sisi ni watumwa wa nani? Wa Mungu. Na watumwa wa nani? Wa Kristo. Ila pia kuna watumwa pia wa yule mwovu. Sasa unaweza ukawa mtumwa lakini ukifikiri kwamba uko katika njia nini? Niendelee. Watu wa Betri, hebu tufanye kitu. Bwana asifiwe. Ngoja niwekee na hawa PowerPoint wao nao wanaangalia ndani ya screen hapa. Sasa nipe kitabu kile cha Warumi 6 na ule mstari wa 16. Warumi 6:16. Hamjui ya kuwa kwake yeye, hamjui ya kwamba kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii. Ndio. Mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi, kama ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Kumbe unaweza ukawa mtumwa kwa njia ngapi? 2. Utumwa wa nini? 1. Utumwa wa haki. Utumwa wa nini? Wa haki. Samahani kidogo. Niweke hapo. Keep change. Asante Mungu. Hapo itasomeka vizuri hapo? Nasoma huko vizuri? Nilikuwa namwekea na mtu wa online ili naye pia aweze kusoma kupata hizo vitu.
Sasa hawa watu tunaweza kuwa watumwa wa haki ama utumwa wa dhambi, lakini hawa ambao wanatuleta kuwa watumwa, sifa yao moja ni hii. Kitabu kile cha Matendo sura 20 na ule mstari wa 28, nisomee mtumishi. 20:28. Anasemaje? Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewawekea ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilonunua kwa damu yake mwenyewe. Ndio, endelea. Anasema najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka wapi? Kwangu. Mbwa mwitu wakali wataingia kwenu wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe mtainuka watu wakisema mapotovu. Nanyi katika ninyi wenyewe watainuka nani? Watu wakisema mapotovu. Zingatia, katika ninyi watainuka nini? Watu wakisema mapotovu. Wawavute hao wanafunzi wawaandamie nini? Wao. Jamani, niwaambia habari njema. Kuwavuta wanafunzi waandamie nini? Wao. Sasa huwezi kuandamana naye kama hakuna fundisho la kufanya umfuate. Tunaelewana vizuri hapa? Tunamfuata Yesu kupitia nini? Si mafundisho. Na wao watakuja na mafundisho ndani ya kanisa, ndugu wa uongo, watatengeneza hoja, na ile hoja itakukamata wewe, unakuwa mtumwa wao. Hujanielewa vizuri. Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4, nisomee. Petro wa 2. Ndio. Anasemaje? Lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu kama vile kwenu kutakavyokuwa kwa walimu wa uongo, watakaoingiza kwa werevu uzushi. Kwa nini jamani? Kwa werevu nini? Uzushi. Hebu tulia kidogo hapo, piga nukta. Nenda Mwanzo 3:1. Mwanzo 3:1. Inasemaje? Basi nyoka alikuwa mwerevu. Basi nyoka alikuwa nani? Mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu. Tuko pamoja mpaka hapo Haya, nenda Ufunuo 12 mstari wa 9. 12:9. Anasema yule joka akatupwa, yule mkubwa, joka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani. Na nani? Na Shetani. Kumbe yule nyoka alikuwa mwelevu kuliko viumbe wote. Ufunuo inatuambia ni nani huyo? Shetani. Ni nani? Shetani ni mwerevu. Na hao jamaa ule katika ile Petro wa 2:2 kuendelea, kwamba wataingiza kwa nini? Kwa werevu. Na maana nyoka, Shetani, hao ni wafuasi wa Shetani, wataingiza mafundisho kwa nini? Kwa werevu. Yaani ni kuvunja hiyo hoja, ni jambo zito sana. Leo nilikuwa naongea na ndugu simulizi, ananiambia njoo kutoka anema Masawa, ulitokaje huko katika mafundisho huko? Maana unajua kumtoa Mkatoliki ni ngumu, kwa sababu tumekuwa tukafundishwa tukakuta kwamba utatu ndio msingi wa nini? Wa imani, na hakuna kuhoji. Sasa ulitokaje? Naye mwenyewe ananiambia hivyo, sijui kama kashatoka au hajatoka. Upo uelevu. Sasa kwa uelevu kupinga hiyo hoja sijui nini kupinga hiyo hoja ni jambo zito. Hata hapa wenyewe hapa, wakati mmesikia kwamba tumesema kwamba fundisho la utatu ni fundisho la kipagani, amkureact ukureact mtumishi wa Mungu. Nilikuwa namuona kwenye posti zangu pale, na wengi hapa nilikuwa na kwenye posti zangu, watu na react sana, kwa sababu ni jambo zito. Hata mimi nilireact, na kuna wengine mpaka mlikunjana shati. Rafiki yangu mmoja ameenda kupeleka ujumbe huu, wakapambana na mtu mmoja, wakaacha masuala ya sasa ya mafungu, wakashikana nini mashati. Yule ambaye amechukizwa akatoa kalamu, sema nitakuchoma, na mwinjilisti mwenzangu pale akasema isiwe kazi, naye akatoa nini nakuwa Daudi.
Nikamwambia vipi rafiki yangu, ilikuwaje? Sema hata Daudi ilishindwa kabidi azichape, si ndio? Mafundisho si mchezo, na hakuna kifungo kikubwa kama nini? Mafundisho ndio kifungo. Yaani hii vurugu yote duniani zote tunazoziona hizi ni nini? Mafundisho. Leo watu wana hasira na machungu sababu ya nini? Mafundisho. Fundisho. Ndio anaandika mtumishi. Anasemaje? Watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana. Wanamkana hata nani? Hata Bwana aliyewanunua. Nitawaeleza formula ya kumkana Bwana. Nitaionyesha hapa formula ya kumkana nani? Formula ya kumkana nani? Bwana. Wakijiletea uharibifu usiokawia. Na wengi watafuata ufisadi wao. Zingatia, na wengi watafuata nini? Ufisadi wao. Joshua, wengi watafuata nini? Ufisadi wao. Na kwa hao ndio njia ya kweli itatukanwa. Na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa. Yaliyotungwa. Mafundisho yaliyofanyaje? Tungwa. Nitakuonyesha mojawapo hapa. Wanajipatia faida kwenu. Inapigwa fundisho hapo, ni sadaka na machangizo na zaka. Uongo kweli? Kumbe unatoa kwa fundisho ambalo limefanyaje? Lililotungwa. Wanajipatia faida wapi? Kwenu. Angalia, nipe kitabu cha Bustani ya Katekista hapo nikuonyeshe kitu. Sikipo hapo. Twende ule ukurasa wa 72. Ukurasa wa 72 hapo. Nataka ile eneo la Jumapili. Liko 73 72. 74. Haya, nisomea hapo. Anasema nimepiga mstari kabisa. Anasema kihistoria tunaelewa ya kwamba Wakristo wa kwanza waliendelea kuadhimisha siku ya Bwana Jumamosi kama walivyozoea Wayahudi. Hiyo ni Bustani ya nini? Ya Katekista. Imeandikwa na kanisa la nini? Katoliki. Nasema Wakristo wa kwanza wanakiri walikuwa wanashika siku ya nini? Ya Bwana Jumamosi. Jumamosi. Sasa nenda ile nukta ya 3 sasa. Anasema ndipo tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka wa 321 Mfalme Konstantino alivyotangaza rasmi ya kwamba Jumapili iwe siku ya Bwana. Iwe siku ya nani? Wa Bwana. Wakristo wapumzike na kusali. Wakristo wapumzike na kufanyaje? Na kusali. Endelea. Hayo ndiyo mapokeo ya makanisa mengi. Ni fundisho limetungwa lijatungwa? Limetungwa. Watu wengi wanalifuata. Wasiofuata wanaonekanaje? Waasi. Kuna jina moja unaambiwaga hapo. Offshoot. Kuna jina moja sema hauna roho. Hauna nini? Ukishika sabato hauna nini? Hauna roho. Si tunaambiwa hivyo Yaani kundi kubwa la watu limekubali fundisho ambalo limefanyaje? Limetungwa na watu wakalifuata. Wengi wakafuata ufisadi wao. Na hapo nikea. Si Jumapili tu iliyoazimishwa mpaka Krismasi. Hebu nisomee hapo. Hiyo 73. Tuende kwenye Krismasi hapo. Nasemaje? Ushahama tena? Natakiwa nikikwambia ndio unahama, sawa Sawa. Tuendelee. 73. Umepotea? Nimepiga mstari kabisa. Je, Yesu alizaliwa tarehe 25 Disemba? Yesu alizaliwa tarehe 25 Disemba? Anasema kwa kweli hakuna anayejua tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu. Tarehe 25 Disemba ilikuwa ni siku kubwa kwa wapagani. Ndio walikuwa wakifanya ibada zao kwa Mungu jua. Kwenye karne ya 4 mwaka wa 336 baada ya Kristo, Wakristo au viongozi wa kanisa, Wakristo ama viongozi wa nini? Wa kanisa. Tuseme tu viongozi wa nini? Wa kanisa. Walionelea siku hiyo washerehekee kuzaliwa kwa Yesu, mwanga au nuru ya ulimwengu. Lengo kubwa lilikuwa ni kuhusisha pia wapagani katika kumshangilia Yesu badala ya miungu ya uongo na utamadunisho wa sikukuu. Ni utamadunisho wa nini? Sikukuu. Aliofanya hivyo ni mfalme gani?
Constantine. Simuelewa point hiyo. Leo Krismasi kuna mtu aishiki? Wapo ambao wasioshika ambao ni mimi na nani? Lakini pia tunazidiwa na pia sisi. Muda mwingine Krismasi inafuatwa na watu, mwanzilishi ni nani? Lakini ukisema kwamba Mungu anasema katika Kutoka 20:8, ikumbuke siku ya Sabato fanyeje? Uitakase. Wanakuambia ni ya Wayahudi. Ile ya Warumi ndio iko sawa sawa. Mnanielewa vizuri? Wengi watafuata ufisadi wao. Hebu hapo kwenye hiyo nafikiri kwenye 73-74 kuna sehemu ya ubatizo hapo. Wa maji mengi hapo nimepigia mstari. Anasemaje? Ubatizo wa maji machache. Ubatizo wa maji machache. Ni ubatizo wa kweli? Ubatizo wa kweli? Je, ndugu, nguvu ya ubatizo inategemea wingi wa maji. Kama ndivyo basi usiwabatize mtoni, bali baharini. Ndiyo. Tena uwazamishe mpaka chini. Anasema samahani. Maji ni alama muhimu ya ubatizo, lakini ni alama tu. Kama maji yanayotakasa tunayotumia kufua, kunawa, kuosha vyombo. Katika ubatizo maji ni alama kwamba Mungu anatuondolea dhambi. Pia maji yanaleta uzima. Tunakunywa, tunamwagilia bustani, mvua inaotesha mimea na miti. Katika ubatizo maji ni alama kwamba Mungu anatupa uzima wake. Unasema hapo maji machache au maji machache msituingilie. Anasema maji yawe mengi, yawe machache, sio hoja. Kila kanisa lina utaratibu wake. Nini? Utaratibu wake. Yaani baada wakajua huko mbele kuna kigongo, wakajua maji machache au maji mengi si nini? Sio hoja. Leo wa KKT, Anglikana, Katoliki wanabatizwa kwa maji mengi au maji machache? Wananyunyuzia. 2:23 Yohana Mtakatifu. Kwa hiyo mambo yako, yaani rafiki zangu, haya masuala ya imani kihistoria. Hapo naongea historia. Naongea nini? Historia na imani. Watu wanakaa, una design, unachakata. Mimi naweza nikakaa na viongozi hapa tukachakata uongo, si ndio tukauelevu, tukaupitisha. Ndio maana ya kwanza nimesema kwamba ili tuweze kuokoka, kutambua alama za zamani, maandiko kwa hivi. Mnielewa vizuri? Nilianza hivyo ili baadaye msije mkani question. Soma. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni. Alikuwa akibatiza wapi? Huko Ainoni. Kwa sababu gani? Karibu na Salimu. Kwa sababu huko una nini? Kulikuwa na maji tele. Yuko na maji nini? Tele. Lakini Mrumi anakuambia maji machache ama mengi si hoja. Na watu wanafuata maji machache. Haya ndio masuala ya imani rafiki zangu. Hawapendi kuoga. Naeleweka vizuri Sasa swala la hii ni vita, ni pambano kuu. Hata wakati wa Yesu watu walisisitiza mapokeo kuliko neno la nani? La Mungu. Yaani wakatunga kule kwa Wayahudi, waliweka mapokeo kwamba ukiwa na sadaka, ukiwa na babako na mahitaji au mama yako, lakini hutaki kumpa, unasema kwamba hiyo hela ni korban, imewekwa wakfu kwa nani? Kwa Mungu. Yaani ili usimpe nani? Baba na mama yako. Na hilo fundisho likaeleweka. Wazazi kuwa na shida, Myahudi akipigia bwana Joshua, nisaidie chochote, unasema korban. Imeisha hiyo, hausaidii wazazi. Na watu hilo fundisho likaenea. Fundisho la kuosha vikombe, kutawaza ili ule chakula. Sasa usipotawaza yule chakula, unaonekana wewe ni nani? Ni najisi. Wakati huo kuna mtu anapitisha hiyo ule waya wa chaji, unakuja hapa atafuta minsi. Usiona point hiyo? Na watu wakafua. Sasa Yesu anapokuwa anahubiri habari njema ya neno la kweli, watu sasa wakaanza kugombana na nani? Na Yesu. Si kwa neno la halali, kwa msingi wa nini? Wa mapokeo. Hebu niambie ukweli huu. Ugomvi wetu leo na Wakristo wengine upo katika maandiko au mapokeo? Huo ndio ugomvi. Leo mapokeo yanasisitizwa sana kuliko maneno ya nani?
na yale ambayo Mungu ameyasisitiza hayasisitizwi ndani ya makanisa. Thank you. Marko 7 mstari wa kwanza hapo tuanze. Nasemaje? Kisha Mafarisayo na baadhi ya waandishi waliotoka Yerusalemu wakakusanyika mbele yake. Ndiyo. Wakaona wengine katika wanafunzi wake wakila vyakula kwa mikono najisi, yaani isiyo na wiwa. Yaani kumbe usiponawa mikono unakuwa nini? Najisi. Katika Torati kule unajisi ulikuwa ndio huo. Ulikuwa ni kuvunja amri za nani? Za Mungu. Za Mungu. Wao wakaweka kwamba ukila bila kunawa nini? Mikono unakuwa nini? Najisi. Fundisho likatungwa. Na kunawa mikono hapo kunaoelekewa hapo si kunawa mikono viganja, unanawa mpaka nini? Kiwiko. Alafu unaanza kuanzia tena mguuni hapa mpaka wapi? Kwenye goti. Ndio unaruhusiwa kula, wewe ni mtakatifu. Sasa wanafunzi Yesu wakanawa kawaida tu. Mafarisayo wakaacha nini? Kula kile chakula. Wakasema mbona wanafunzi wako wanakula kwa mikono nini? Najisi. Fundisho limetungwa hapo. Nipe mstari wa 7. Anasemaje? Anasema naam, nao waniabudu bure. Nao hebu anza tu mstari wa 6. Anasema nimekaa sawa. Akawaambia Isaya alitabiri vyema juu yenu ninyi wanafiki. Isaya alitabiri vyema ni juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hao niheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Naam. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kuna point hiyo. Kwa hiyo ukifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu unaabudu nini? Unaabudu Mungu bure. Swala la ibada rafiki yangu si mchezo. Fanya research. Yesu alisimamisha ibada ya Mungu. Hata ndugu zake wakamwona huyu jamaa akapaga. Kwa nini toka asubuhi mpaka jioni anagombana na walimu wa nini? Wa dini. Wasema wewe unajifanya mjuaji kuliko hawa wote hawa. Tumeambiwa sana. Hata mimi ndugu zangu hata babangu, wewe ni nani wewe? Wasomi huko mawalii. Wewe unakuja kuleta challenge hapa. Mbavu. Sasa paka hapo ndugu zake wakumkubali. Sema huyu Bwana Yesu leo ana challenge. Yaani malabi wananao mpaka kiwiko mpaka magotini. Alafu wewe huyu mtu tu miaka 30. Jua Yesu alikuwa ni bwana mdogo wakati ule. Tunafahamu? Nani miaka 30 hapa simame? Kama ni miaka simama kama miaka 30. Shayo. Sasa niambie, hebu simama Shayo. Hebu niambie huyu bwana mdogo anakuja kumletea kesi mzee Msaki na Gumbo, si ndio? Eti huyu bwana mdogo huyu ndio Yesu kwa analingana na umri huu. Ana challenge malabi, kaa chini. Malabi. Ndio maana ndugu zake wakasema huyu bwana mdogo vipi? Ndio maana wakaenda kumkamata Yesu kwamba amelikuwa na nini? Na akili. Nisomee 3:21 Marko. Sema huyu hafai huyu. Kalikuwa na akili. Soma. Anasema ndio jamaa zake walipopata habari wakatoka kwenda kumkamata. Yaani kumkamata Yesu. Maana walisema amefanywaje? Amerukwa na akili. Haya masuala ya imani lazima onekane amerukwa na nini? Na akili. Joshua unanielewa vizuri? Swala la kujikana nafsi lazima ukubali kukusana na ulimwengu. Je, niwaambie habari njema, makosa makubwa yapo kwa wasisi wa walimu wa dini. Leo tunagonga malaya, tunagonga walevi, si ndio? Ndio mahubiri yanaelekea huko, viongozi wa dini na matamvua yao, tukijifanya sisi tuko safi. Lakini viongozi wa dini sisi ndio tumetunza maasi makubwa. Na viongozi wa dini ndio waliongoza gwaride la kumkataa nani? Yesu. Na wakakubali wakala kiapo kwamba mtu ambaye atamkiri atatengwa na nini? Sinagogi. Viongozi wa dini wabaya, na hawa ndio wamepeleka watu jehanamu kuliko baa. Yaani hizi baa unazo tuna zibaa, haya madangulo hayajapeleka watu jehanamu wengi kama viongozi wa nini. Maana viongozi wa dini, Roma ina watu bilioni 1.1. Waprotestanti kwa ujumla wao kwa takwimu za sasa nimeacha huko ni milioni 900, wakielekea bilioni 1. Waislamu wako bilioni 1.8. Wabuda wako milioni 500. Wahindu
wako bilioni 1, Wasabato wako milioni 19 dunia nzima. Hivi unaelewa vizuri Kwa hiyo viongozi wa dini ndio wanapeleka watu shimoni kuliko baa. Hakuna baa inaweza kajaza watu kwa siku moja watu 1,000. Ipo Mwamposa juzi hapa kajaza watu 300,000, anauza mafuta na udongo mpaka ukaisha, malori yakamwaga udongo yakaisha, akauza udongo kwa milioni 900. Nachukua udongo. Kwa hiyo viongozi wa dini wanaua, na hao ndio hawakubali ukweli na walimkataa Yesu. Yaani viongozi wa dini ndio walimkataa Yesu na wakampeleka wapi? Msalabani. Hebu nipe kitabu kile, nipe 7:48, kitabu kile cha Yohana Mtakatifu. Hawakumkubali nani? Yesu. 7:48 inasemaje? Anasema ni nani kati ya wakuu amwaminie au katika Mafarisayo? Na leo watu wanapima hivyo hivyo. Mbona imani anayohubiri Masawe au fulani pale, mbona viongozi wa dini au wakuu hawaikubali imani? Sinapima hivyo mbona fulani hakubali? Yaani leo kipimo cha imani, mbona fulani afanyeje? Akubali. Yaani Gwajima alivyomsomi, ana watu wengi, sijui Mwamposa, sijui nani, wasijue habari za utatu, ujue wewe. Ndio kipimo cha kupima imani, si maandiko. Na viongozi wa dini walivyo makatili, wanazuia watu wasiingie. 9:22 Yohana, sikia vizuri. Yohana 9:22 anasemaje? Anasema wazazi wake waliyasema hayo kwa sababu waliwaogopa Wayahudi. Waliogopa nani? Wayahudi. Kwa maana Wayahudi walikuwa wamekwisha kuafikiana. Maana Wayahudi walikwisha kuafikiana kwamba mtu akimkiri kuwa ni nani? Ni Kristo, atafanywaje? Atatengwa na sinagogi. Atatengwa na nini? Na sinagogi. Yaani walikuwa wameafikiana viongozi wa dini, mtu yoyote, mshiriki yoyote akimkiri anatengwa na nini? Na sinagogi. Hapa najua kuna watu ni wahanga wa kufukuzwa ndani ya makanisa. Uongo kweli? Hivi uliniambia kule kusini pastor alinihubiri Musa. Si ulinipigia simu kwamba akanihubiri akawakemea msinisikilize. Yaani pastor anasimama na kwamba msimsikize nani? Masawe. Badala ya kuwafundisha nyinyi mshindane na mimi kwa nini? Kwa hoja. Eti msimsikilize. Kuna mmoja huko alinipigia simu toka Mwanza, ni mwinjilisti wa kanisa la kule la ICD. Naye akaambiwa hivyo kwamba msimsikilize yule muuni. Unajua Yesu anaitwa mjanja Yule yaani ukaenda kwa Pilato kwamba yule mjanja alisema kwamba atakufa na siku tutafanyaje? Tukawekea askari. Yaani unamuita mjanja. Yule mwinjilisti akanifuatilia juzi, akanipigia simu, mtumishi, niliambiwa nisikilize kile, nimekusikiliza, nimegundua kuna kitu, naomba niungane na nyinyi. Bwana asifiwe. Na Mungu akasha nitanguliza Mwanza kufungua pale kituo, na alivyonipigia simu kituo kisha kuwepo, kama nenda kwenye kituo, yuko pale. Haleluya. Mungu alinionyesha kwamba nenda Mwanza kafungue kituo. Kumbe na kituo kinaisha pale, mtu mwingine anafanyaje? Anaingia. Mungu anaongoza kazi hii. Kwa hiyo hiyo ndio vita ya kiimani. Wakuu hawakufanyaje? Hawakumwamini. Na ukisoma sura ya 11 ya kitabu kile cha Yohana, utaona Mafarisayo na Masadukayo walikuwa wapatani. Ilikuwa ni madhehebu mangapi? Ila kupitia Kristo, challenge za Kristo, walifanyaje? Walipata wakamhukumu Yesu pamoja kwamba anafaa kufanyaje? Kuuawa. Lakini wao wapatani. Ila wakasema huyu mtu tukimwacha, dini ya Kifarisayo, dini ya Kisadukayo inafanyaje? Inakufa. Ndio leo katika hoja ukichallenge somo la utatu, Msabato, Jumapili, wote Katoliki wanafanyaje? Hadi Waislamu. Kuna sehemu tulikuwa sehemu Kizulai, tulikuwa tunahubiri habari ya Sabato. Waislamu jua wapendi Sabato na wengine wapendi nini? Waislamu na Wakristo wakafanyaje? Wakaungana na maiki kutushambulia kwa hoja. Kumbe muungano wa kidini hautakuwa kama tukiwa tumerelax. Muungano wa kidini utatokea baada ya kanisa la kweli kusimama na nini?
na kweli, ambayo inawachoma pande zote. Watashikamana msikiti, kanisa na mapagani wote. Maana injili yetu inakata kama nini? Upanga ukatao nini? Kuwili. Bwana asifiwe. Ndio hiyo 10:34 Mathayo. Nisomee Mathayo 10:34. Inasemaje? Anasema msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani, bali sikuja kuleta amani bali upanga. Sinafahamu upanga ni nini Ni nini? Neno la Mungu. Neno la nani? La Mungu. Kwa mjibu wa Efeso 6:17. Ipokeeni chepeo wa wokovu na upanga wa Roho, ambao neno la nani? La Mungu. Sasa endelea hapo chini kidogo. Anasema kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye. Nimekuja kumfitini mtu na babaye, na binti na mamaye. Na binti na nani? Na mamaye. Kumbe Yesu injili yake imekuja kufanyaje? Kufitinisha. Kila nyumba kutakuwa na fitina. Maana ya fitina kwa mujibu wa muktadha wa Biblia au Kiswahili cha Kimvita ni mapinduzi. Kwa Yesu amekuja kufanyaje? Kufanya mapinduzi, revolution. Mimi mwenyewe na baba yangu tuliko sana. Sawa wewe je? Upande wako ukiona nyumba yako ina amani, alafu wewe unaamini kinyume chake, wewe hujagusa kitu wewe. Maana ukifika utakuwa unapamba pamba mambo. Yesu amekuja kufanya nini? Revolution. Msako unaelewa vizuri? Hata hapa nahubiri mapinduzi. Maana injili hii haikubaliki katika muungano. Maana issue ya muungano, wameungana katika fundisho moja la msingi. Fundisho la utatu ndio kiini cha nini? Umoja wa muungano. Hebu nipe kitabu hapo cha kinaandikwa Ikumene. Fungua ukurasa wa 63 hapo. Utaona nimepigia mstari pale. Kwa hiyo wameungana katika fundisho hili la moja la utatu. Kwa hiyo ukipinga fundisho la utatu utakuwa salama. Na hapa ndio nawaambia habari njema nyinyi. Kuna kitu kinakuja mbele ambacho kama hujajipanga kimasumaso, Waswahili wanasema utatoroka. Unajua mambo ni mazito hivi ushahubiri ukafuatwa na askari. Unajua askari mnaona wamevaa hizo nguo tu, mnaona tu habari zenu, si ndio wakufuata usikie tumbo linaunguruma na ulikuwa hujavembewa. Kusaliti ni dakika hii. Mwenzetu mmoja alitusaliti, tuko pale tukafuatwa na PC na mabunduki na nini, tukawekwa chini ya ulinzi. Mwenzetu pale akasema mimi tu nilikuwa naandikia tu majina ila siko nao. Nendo alikuwa amechachamaa pale. Tukatungiwa kesi za kutosha na washtaki wetu walikuwa ni Wasabato. Alafu tukafungua kesi kwamba tumehubiri kwamba watu wanaoshika Sabato wauawe. Hiyo ndio kesi. Kwa hiyo mambo yapo hivyo. Tunaelewana vizuri hebu soma hapo. Ukurasa wa 62 au 63. Kuna sehemu nimepigia mstari hapo. Ni 63 au ngapi? Hebu leta nikuonyeshe. Napigia mstari nyingi. Yaani kwa sehemu ya kusoma. Mlete hapa Method, mwinjilisti Method. Huyu ni mtumishi wa Mungu Method na yuko tayari kutumwa popote kwenda. Ni mwinjilisti hodari. Usimuone hapa. Popote pale ambao huduma haijafunguliwa tunamtuma. Sawa yuko lazi. Hapa nimeandika hapo neno utatu. Sasa atasoma tu hapa mkutano wa wote katika mji wa Nairobi. Huu mkutano ulifanyika Nairobi. Wapi? Kutimisha fundisho hilo la utatu. Nisome. Kama mtu una swali nyosha nini? Mkono uliza swali. Hapa hii ni somo historia na imani yetu. Nisome. Anasema mkutano wote katika mji wa Nairobi. Katika mji wa Nairobi. Mwaka 1975. Mwaka gani? Mwaka 1975. Ulihimiza tena makanisa kutafuta umoja wa imani. Kutafuta nini? Umoja wa imani. Ambao ungejidhihirisha katika ekaristi moja na kanuni ya imani moja. Hatimaye baraza la makanisa lilikamilisha msingi ule wa imani tuliokwisha kuutaja kwa kuliingiza neno moja linalohusu utatu mtakatifu. Umesikia jamani? Baraza la nini? Narudia tena, baraza la nini? La
la makanisa, wakaukamilisha msingi mmoja wa muungano ambao ni upi? Utatu, kuwa na imani hii moja. Sasa sikia Biblia inachokisema. Nisome kitabu kile cha Waefeso sura ya 4. Nisome yule mstari wa 13. Anasema hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani. Tutakapofikia umoja wa nini? Wa imani. Wao wanasema kwamba wanatafuta umoja wa nini? Wa imani. Na huo umoja wa imani wameukamilisha katika nini? Utatu mtakatifu. Endelea kusoma. Anasemaje? Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Umesikia vizuri Kumbe umoja wa imani unakamilishwa kwa njia gani? Kumfahamu mwana wa Mungu. Kwa kumfahamu sana mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa tuchukue baraza la makanisa au Biblia? Hukumuni nyinyi wenyewe. Kwa umoja wa imani ni kumfahamu sana mwana wa Mungu. Na hiyo ndio imani yetu. Waraka kwanza wa Yohana 5:5. Tuanze mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:4. Ndio. Anasemaje? Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Ndio. Na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu. Ndio. Hiyo imani yetu. Tumeambiwa kwamba umoja wa imani ni kumfahamu mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye. Anasema mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Ndiyo. Isipokuwa ni yeye aaminia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Huo ndio umoja wa nini? Wa imani. Imani yetu ambao wale maadui wa siri, ndugu wa uongo, wameingia kwa siri kuupeleza uhuru wetu ili wafanyeje? Watutie utumwani kwa kutuingizia fundisho la nini? La utatu. Na wanavaa vizuri, wamepaki V8, magari ya kisa, suti kama zote, si ndio? Suti ina upanga msafi. Akizungumza una lugha moja hivi inaitwa lugha ya kichungaji. Unajua Bwana anasema. Unashawishika Ile wanasomea ni technique inaitwa hypotenism. Wanasomea namna kushika audience. Unashawishika. Afa nakwambia Bwana nina degree. Kwanza ukaanza utambulisho wao tu. Usipomtambulisha CV yake ya kisomi, wewe mzee wa kanisa utapata tabu sana. Ni vita. Umechagua nini? Vita. Mimi na degree ya theolojia, sijui degree ngapi. Unaona mchungaji dokta. Hivi ndio alikuwa anasoma. Alafu unakuta ni dokta, jua na profesa amesoma kitabu cha Petro. Eti kwamba nimechukua PhD yangu kwenye nyaraka za nini? Za Petro. Petro mwenyewe alikuwa ni mvuvi. Na hajasoma, na aliwa challenge wale ambao wasome wa kipindi kile. Tuko pamoja? Nipe 4:15 Matendo ya Mitume. Petro alikuwa ni mvuvi, alijifunza shule ya Yesu miaka mingapi? 3.5. Shule ya Yesu tu peke yake. Mtu anang'ang'ana na sijui najua Kilatini, sijui vitu kama hivyo. Soma. Anasema 4:15. Anasema wakawaamuru kutoka katika baraza, wakafanya shauri wao kwa wao. Ndio. Wakisema tuwafanyie nini watu hawa? Maana ni dhahiri. Ngapi unasoma hiyo? 4:15. 13. 13 anasema basi walipoona ujasiri wa Petro. Ni 4:13. Walipoona ujasiri wa nani? Wa Petro na Yohana. Na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu. Wakawajua ni watu wasio kwa na nini? Na elimu. Wasio na maarifa. Wasio na nini? Na maarifa. Wakastaajabu. Wakafanyaje? Wakastaajabu. Bwana asifiwe. Wao wamesoma wakashangaa, jamaa hii elimu yao ya kipapokeo haijai kufufua mfu. Mvuvi chief inafufua nini? Wakasema hii elimu si ya kawaida. Hata kwa Yesu walishangaa. Yesu hakusoma katika vyuo vya theology ya wakati ule. Alijifunza kwa uongozi wa Roho Mtakatifu na ualimu wa kwa Yosefu na nani? Na Mariamu. Akasoma Desire of Ages. Akawashinda kwa hoja. Ndio maana wakasema hivi 7:15 kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana 7:15. Inasemaje? Anasema Wayahudi wakastaajabu. Wakasemaje? Amepataje huyu kujua elimu? Ambaye hakuisoma. Amepataje kujua elimu ambayo kufanyaje? Hakuisoma. John, usiwe na wasiwasi. Unaweza kusema uko darasa la 7 form 4.
lakini ukijifunza chini ya mwamvuli wa Mungu katika Kristo, utakuwa ni mtu wa tofauti. Utakuwa unaongea kwa mamlaka, si kama wale waandishi na Mafarisayo. Habari za jioni. Kuna mtu ana swali hapo? Hii ni historia, bado tunaendelea, siku 7 hazijaisha. Mpe maiki, naomba uende kwa haraka dakika moja. Kama una swali, uliza swali, short and clear, lijibiwe short and clear. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi nauliza kuhusu msalaba. Uh-huh. Msalaba ni mali ya Waroma, kwa kuwa makanisa yote wanaweka. Na kama wanaweka, ni kwamba walikubalianaje? Ani kwamba sijarudia swali. Nauliza kuhusu msalaba huu uko juu ya makanisa. Huu msalaba au mti? Ni mali ya Waroma, walianza usema waweke, na kama waliweka lini na walikubaliana na hao waweke. Sawa. Mpe maiki. Shayo. Haya. Tuendelee kule. Cha kwanza ni kweli kabisa, msalaba ni alama ya nini? Ya Waroma. Ndio walikuwa wanasubibia wale wote ambao wanakataa mamlaka ya Kaisari, kabla hata upapa hujakuwepo. Na kwa papa ni uendelezo tu kutundika watu katika misalaba. Kwa sisi hatuna mti wa nini? Wa msalaba. Sisi tuna neno la msalaba. Bwana asifiwe. 1:18. Ninapoongelea msalaba haiongelei ule mti. Ni mateso ya nani? Ya Kristo. Sasa nyewe nikuonyeshe msalaba unavyomaanishwa. Soma Wakorintho kwanza 1:18. Anasema ndio, kwa sababu neno la msalaba. Nini neno la nini? Neno la msalaba. Imeandikwa msalaba au neno la msalaba? Neno la msalaba. Kwa wanaopotea ni upuzi kwetu, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Sasa hilo neno la msalaba ni lipi ambayo ni nguvu za Mungu? Mstari wa 24. Anasema ndio, bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu. Nguvu za nani? Ya Mungu. Kumbe neno la msalaba ni nani? Kristo. Nani? Kristo. Si ule mti. Sasa leo namtoa Kristo kwenye mti, wanakupa mti. Umeelewa paka hapo unatembea nao tu mti kifuani, unakulinda. Huo ni uchawi. Na nimemgusa mtu simulizi. Iposti hiyo siache. Sasa na nitakuja na somo hilo la msalaba lenyewe hilo. Sawa nielezee kuna nini hapo. Na makanisa yote unayoona katika Yukumene wote wameambiwa weke nini? Mti wa nini? Na moto mitatu. Moto mingapi? Ukiona kanisa lako lina msalaba na moto mingapi, ujue limeingia kwenye nini? Yukumene. Hiyo tawaletea somo sasa katika kipindi cha unabii cha usiku cha 2 kile. Bwana asifiwe. Kuna swali lingine? Mpe maiki. Kuna maswali mawili hapo. Alafu juu tufanyeje maiki ziwe hata 2. Yupe nana mkono? Huyu ni wewe. Aulize swali Mr. Miwani. Asante. Ndio. Mimi nitaka niulize kwa sababu tunazungumzia historia ya kanisa na imani yetu kuijua, si ndio? Ndio. Sasa turudi kwenye fundisho la utatu. Maana kwenye theolojia ya utatu ama fundisho la utatu jinsi linavyoeleza, kuna yani niseme kama utatu ndio umebeba ule mgongo wote, lakini ndani tunakuta mle kuna modalism na monotheism, si ndio? Sasa tunapokuwa tunagusa kwa SDA sasa, si ndio? Tunagusa utatu, lakini pia huwa wanaenda kujidefend kwamba sisi utatu wetu ni tofauti kidogo na wengine. Hebu nilikuwa naomba tujaribu kueleweshwa hapo kwa ufafanuzi zaidi kwamba utatu wa SDA unatofautiana vipi, au ni ule lakini pia ukigusia modalism pamoja na monotheism imekaaje hiyo mwalimu? Asante. Hebu mpe mic. Utatu ni hiyo tu, ni mchakato tu unatengenezwa. Tuko pamoja lakini hitimisho ni hili moja. Sikia hitimisho lao ni hili moja. Wanaweza kuweka kwamba ni kona tu, ni kama tu njia ya kwenda Mwanza. Unaweza ukapitia njia hii, mwingine njia, si ndio manake? Lakini wote mnafanyaje? Mnakutana, maana wote wapo kwenye Yukumene. Hebu nipe hiyo mwongozo wa ICDA. Isome ukurasa wa 180, tuangalie utatu wa ICDA. Hapa ni vitabu, ni elimu tu. Bwana asifiwe. Na fundisho la utatu na Mungu wa Kiislamu Allah
ni kitu hichi. Maana Mungu wa utatu ana nini? Mungu wa Uislamu ana nini? Ana mwana. Na utatu hauna nani? Mwana. Maana mwana wa utatu ni nafsi ya pili ya nani? Sasa nafsi yako itakuwa tena mwanao. Fikiria. Soma. Anasema ndio imani za msingi za Waadventista wa Sabato. Msingi wa pili. Anasema ndio kuna Mungu mmoja. Kuna Mungu mmoja. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu. Muona hiyo Kuna Mungu huyu. Nani? Chukua hiyo katekisimu hiyo nyingine hapo, hiyo hapo juu. Hiyo hapa. Hiyo hapo juu. Soma hiyo ukurasa wa 35 kipengele cha 48. Nisomee hapo. Tuende rakalaka. Anasema, nasemaje? Kanisa linaonyesha imani yake. Hilo ni Rumi. Kanisa linaonyesha imani yake katika utatu. Kwa kuungama Mungu mmoja katika nafsi tatu. Wamepishana. Sasa ACDA watatoroka kwamba Baba ni nafsi, Mwana ni nafsi, Roho ni nafsi na nini. Sio walichukua jukumu lol za mwana na wana lugha nyingi Lakini hitimisho lao ni nini? Mungu mmoja na nafsi ngapi? Tatu. Ndio maana Roma inasema ACDA inaamini kama nini? Sisi na wapo kwenye yukumene. Maana leo ACDA hawana uwezo wa kuutangaza ujumbe wa malaika wa pili kwamba umeanguka nini? Babeli. Umeanguka nini? Babeli. Sababu nao wanaabudu Mungu wa wapi? Wa Babeli. Tukiongea nao na kuambia Roma haijaasi kote. Yule mwanamke ana kikombe cha dhahabu. Sisi tumechukua dhahabu tukamwachia mvinyo. Ndio lugha yao. Na sifikiri kwamba ni uongo mtumishi. Kwenye mdahalo hata ile pasa juu tufanyane mdahalo pana ndacha alisema hivyo kwamba wamechukua dhahabu kaacha nini? Pombe. Si ni uuni huo? Lakini je, kuna sehemu ya Babeli yote iliyo salama? Ni mama machuki? Ndio iko hivyo tu. Kwa hiyo ni ujanja tu. Kwa hiyo blaza ni njia za kwenda huku na huku, lakini wanadumikia sehemu hii moja. Hata modalism. Nikisema modalism nanielewa? Modalisti kwamba Mungu alijifunua katika modo tatu. Yaani hatua ngapi? Tatu. Kwamba agano la kale kama Baba, agano jipya kama nini? Mwana. Katika enzi ya kanisa kama Roho Mtakatifu. Lakini ni mmoja huyo. Ingawa hilo ndio fundisho bovu zaidi, lakini wote wanakutana. Ndio maana leo wana utatu wote, anapotetea utatu anapiga modalism wakati huo. Na wakati anachanganya nini? Utatu. Lakini sababu wote wanakutana. Mimi mtu mmoja aliniambia hivi, tena ni lecture moja hapo chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ni mkeketiki ndakindaki na nawatetea sana Wasabato kwamba Wasabato ndio watu ambao ni champion wa kutetea fundisho la utatu. Na kisi ndio kweli Wakristo wengine kidogo watakuvumilia, lakini Wasabato ukiupinga utatu, waweze kufanyaje? Kuvumilia. Niambia Masawe, bora modalism kuliko ninyi. Niambia kweli. Yuko profesa pale. Bora nani? Modalism. Yaani wao wanaweza kumstahimili modalism kuliko yule mtu ambaye anasema Mungu mmoja ni nani? Ni Baba, si Baba, Mwana na Roho. Hebu nisomee maandiko haya. Hebu wote tusome 4:6 wa Efeso. Alafu tuweke msingi. Tujisafishe kidogo. Wa Efeso 4:6. Anasema Mungu mmoja naye ni Baba wa wote. Biblia inasema Mungu mmoja naye nani? Baba wa wote. Si imeandikwa hivyo? Hebu chukua hiyo kanuni ya Sabato tena hapa, turudie tena. Juzi amekuja mtu mmoja kutoka Amerika, mzee wa kanisa la Amerika na watu wake. Alikuwa anataka kuni challenge. Ila kama mnyenyekevu tuzungumze. Kumbe watu wanachaguliwa uzee wa kanisa si kwa sababu wana nuru ya Biblia. Unachaguliwa kuwa mzee wa kanisa kwa sababu una gari nzuri? Si ndio iko hivyo? Ni kweli. Lakini kimaandiko ni kapa. Hebu soma hiyo mwongozo. Anasema ndio kuna Mungu mmoja. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Soma vizuri. Kuna Mungu mmoja. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na Paulo anasema Mungu mmoja nani? Baba wa wote. Naye ni Baba. Soma vizuri. Mungu mmoja nani? Ni Baba. Naye Baba wa wote. Hebu nisomee tena Efeso 4:6. Anasema Mungu mmoja naye ni Baba wa wote. Unaacha naye. Mungu mmoja naye ni Baba wa wote.
hiyo toa tu hiyo wote. Mungu mmoja naye ni nani? Naye ni baba wa wote. Hata hiyo wote, si kuna maneno mengi pale. Mungu mmoja naye ni nani? Siko hivyo Mungu mmoja naye, na hiyo mwongozo, Mungu mmoja naye Baba, Mwana na Roho. Sasa ukiwaambia Mungu mmoja naye ni Baba, wanakufuata nini? Na umetoa andiko. Sasa waambie, nipe andiko. Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Sema hapo tu ni hayo. Hapo Paulo alikuwa anaandikia wale wa Efeso, maana wa Efeso walikuwa na miungu mingi, yaani inaanza saraka. Paulo kasema Mungu mmoja naye ni Baba. Haya maelezo ambayo kama angekuwa anayataka singetuandikia. Ujanja tu. Bwana asifiwe. Ndio iko hivyo. Wengine wanasema wanatoa 24:19 Mathayo. Kwamba enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa, mkabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wanatetea. Wanasema huo ndio nini? Utatu. Ndio utatu. Sababu mshalisema alishaingia kwenye mtandao hapa. Tulisome na hilo andiko tena. 24:19 tulivunja kabisa. Bwana asifiwe. Historia, imani na nini? Historia na imani, si ndio? Nisomee. Nasemaje? Basi enendeni mkawafanye mataifa yote ndio kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hapo kasema watatu ni mmoja. Maelezo yanatoka wapi? Yeye kasema mkawabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sikamaliza. Tunapaswa kumuuliza Yesu au Biblia, Baba ni nani? Si ndio? Tuko pamoja mpaka hapo Haya, Biblia, twende Wakorintho wa kwanza, Baba ni nani? Simple ni clear, yaani Biblia ina majibu. 8:6. Shida ni moja tu, ni kutafuta majibu nje ya nini? Ya Biblia. Hiyo ndo mzigo mkubwa ambao unakuwepo. Nisomee andiko. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Nani? Aliye Baba. Baba, Mwana na Roho. Aliye Baba. Kwa Mungu mmoja aliye nani? Aliye Baba. Kwa mkibatiza kwa jina la Baba. Baba ni nani? Si tu Mungu siko vizuri na nani? Na Mwana, si ndio? Hapo endelea na hilo andiko. Anasema ndio, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja, Yesu Kristo, ambaye kwake yeye vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Kumbe yule Mwana ni nani? Kristo. Ni Bwana huyu mmoja, Yesu Kristo. Simekaa vizuri hiyo? Maana Baba ni Mungu huyu mmoja, Mwana ni Bwana huyu mmoja. Simekaa vizuri na Roho mmoja. Roho Mtakatifu. Sasa huyo Roho Mtakatifu ni nani? Si ndio? Haya, twende sasa hapa. Kitabu kile cha Waefeso 2:18. Nisomee. Waefeso 2:18. Waefeso 2:18. Anasema kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika Roho mmoja. Kumbe kwa njia ya Roho Mtakatifu tunamkaribia nani? Baba. Kwa njia ya Roho huyu mmoja. Roho huyu mmoja. Kuna Roho huyu mmoja. Huyo Roho ni wa nani? 10:20 Mathayo. 10:20 Mathayo. Inasemaje? Anasema kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu. Bali ni Roho wa nani? Wa Baba yenu. Kumbe Roho Mtakatifu ni Roho wa nani? Wa Baba yetu. Tuko pale mpaka hapo. Sasa huyo Roho wa Baba yetu ndipo Baba mwenyewe anafanya ushirika na nani? Na sisi. Kitabu kile cha Mathayo, waraka kwanza wa Yohana 3:24. Sasa kumbe hapo Yesu alikuwa maanisha habari ya kwenda tu kuwaambia watu na kubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho, kwamba wokovu wetu chanzo chake ni nani na umekuja kwa njia gani, na tunakuwa na Baba na Mwana kwa njia gani? Ya Roho. Hebu soma hilo andiko. Ninyi basi hilo 3:24. 3:24. Waraka kwanza wa Yohana inasemaje? Anasema ndio, naye azishikae amri zake ndio hukaa ndani yake, yeye naye ndani yake. Ndio. Na katika hili tunajua ya kuwa anakaa. Wekeni taa hapo. Kevin yuko wapi? Beti imeisha. Kevin ameondoka. Sasa hapa hata hivyo dakika tukazi imeisha, tumalizie sasa. Una swali?
Haya, ni maswali hayo? Nani ana swali? Nyosha mkono. Oho, 1 2 3 4. Lakini siku nimebaki dakika 4. Umesikia jamani? Na betisha kuja. Tayari zipo. Endelea. Anasema naye azishikae amri zake, ukaa ndani yake, yeye naye ndani yake. Ndio. Na katika hili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu, kwa huyo Roho aliyetupa. Anakaa ndani yetu kwa hiyo Roho nini? Aliyetupa. Kumbe Mungu anakaa wapi? Ndani yetu. Kwa njia gani? Kwa Roho aliyetupa. Kwa Roho aliyetupa. Kumbe ndani yetu atakaye na Mungu Roho Mtakatifu. Bali tunakaa na nani? Na Mungu kwa njia gani? Ya Roho Mtakatifu. Siko hivyo. Sasa mengine hapo yataletwa katika namna fulani, ila sababu leo si fundisho la Roho Mtakatifu, nitalileta full package. Bwana asifiwe. Najua hilo linawakoroga watu. Sasa nitalileta vizuri kibiblia na mtalielewa mpaka mtashangaa. Bwana asifiwe. Amen. Sasa hiyo nimewapa nafasi ya maswali. Mna maswali mengi. Nilikuwa mara ya kwanza nimwambia mna maswali, mkaanza kutorokea namna hii ila maswali yako mengi. Swali lako kwa nausi nini Machia? Wewe ongea tu pale kusikia. Okay, asante. Swali lako lilikuwa ni nini? Wewe. Tutakuja huko. Sawa Wewe kule. Asante. Mwingine swali lako lilikuwa ni lipi wewe? Somo la afya. Sasa hapa wewe utamfuata mwalimu wa nini? Sibiki kipindi cha afya. Simekaa hivyo Ulikuwa na maoni gani mzee? Dakika moja. Okay, asante. Haya, nimeshachukua maoni yenu ili niandae majibu. Asante. Wewe? Asante. Sasa basi nimesikiza maoni yenu. Tutachakata sasa kipindi vya usiku, tutakuwa tunatumia projector sana kuonesha nini? Hiyo mifaa. Mniombee tu. Maana pia kukaa katika hii mionzi inaleta shida kwa kichwa. Tuko pamoja maana nataka niandae hizo vitu kama hivyo tuviweke bayana. Kwa hiyo sasa kesho, sababu nipige highlighting, kuna kipindi changu kile cha mchana, tutaanzia hapo, tutatimisha jioni. Bwana asifiwe. Na pia tumwombee mwalimu Dacha, amenipigia simu jioni, anapanda gari kuja hapa kwenye makambi. Bwana asifiwe. Tuongeze nguvu. Bwana asifiwe. Na wewe kama wewe una jambo lako lolote lile, usisite. Alafu Bwana Method, njoo mtumishi wa Mungu. Njoo. Huyu mtumishi wa Mungu. Hebu taja jina lako lote. Majina ni Method Emmanuel Kanani. Huyu Mungu amemjalia ili somo analelewa vizuri na anapambana kulisimamia. Bwana asifiwe. Kwa nimemleta hapa Bwana amtukuze, kwa maana ipo kwamba ni moja ya mtendaji katika kazi hii. Haleluya. Wewe kama una swali lako lolote lingine kuhusu mafundisho haya, si lazima unifuate mimi, utamfuata nani? Method. Na huyu popote pale, kama nilivyosema tena, mpango uliopo kama tutakubali kushikamana, kufanyaje? Tuupeleke huu ukweli kwa gharama zetu wenyewe, tupate vyombo, kamera kama hizi, kompyuta na kadhalika. Tupeleke kazi nani? Wewe una kompyuta? Hana. Una kamera? Mungu atujalie tumpe huyu vifaa. Sawa Asonge nini? Bwana asifiwe. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, tumeanguka chini. Tumegundua mambo makubwa, mapokeo ambayo tunasisitiza sana, lakini sisi tumeyakataa mapokeo. Tumekubali kunyenyekea, tujifunze kweli yako ya msingi ili tuweke huru. Watu wako wametoka mbali,
katushikamanishe, katuinue, ili Bwana tukitoka mahali hapa tuwe tumetakaswa kwa ukweli huu. Alafu tusio wazito, tutoke hapa tukapige mbio kutangaza ujumbe wa malaika watatu. Kuna mambo mengi Bwana, huenda tusitoshelezwe yote, lakini Bwana nakusii kwa Roho wako milele, tuandalie yale ya Bwana ambayo itakupendeza tuyajue kupitia walimu ambao umewateua mahali hapa. Hata wale Bwana ambao leo kuja wana kipawa cha walimu, mkono wako ukatuunganishe pamoja, kanisa la Mungu lipate kulishwa, ili lirudi likiwa katika salama na salimini, tutembee katika kweli zako za msingi, maana tumeomba yote haya katika jina la Kristo Bwana wetu, amen. Mungu na wabariki.